Dakika ni 49 baada ya kugonga moja kamili kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa na kusogezea habari za michezo na burudani. Dar es Salaam, wao si walipanda fuso? Ndio lilikuwa swali lililowatoa midomoni mwa maelfu ya mashabiki wa Simba waliojitokeza kuipokea timu hiyo uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam baada ya kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Mashabiki hao walikuwa wakirejea tukio la Jumamosi ambapo watani wao Yanga walifanya paredi ya ubingwa wa ligi kuu ya NBC, huku safari hii wakitumia nafasi hiyo kurusha vijembe baada ya Simba kuwasili na msafara ulioongozwa na mabasi mawili ya kisasa aina ya Iriza iliyobeba wachezaji, benchi la ufundi na viongozi wa klabu hiyo. Simba ilifuta majonzi ya msimu huu kwa kutoa taji la CRDB Jumamosi kisiwani Pemba baada ya kuichapa Azam bao 1-0 katika fainali iliyochezwa uwanja wa Gombani, hivyo kujihakikishia kumaliza msimu ikiwa na mataji mawili ikianza na la Muungano. Asubuhi ya Julai 5, 2026, kikosi hicho kilirejea Dar es Salaam kikitokea Pemba na kupokelewa na umati mkubwa wa mashabiki waliokuwa wamefurika mapema kabisa uwanjani hapo wakisubiri kwa hamu kuwanoa mabingwa wao. Mara baada ya mabasi hayo kuanza safari ya paredi, nyimbo, nderemo na vifijo vilitawala, huku mashabiki wakipaza sauti za kejeli kuelekea kwa watani wao. Mbali na vijembe hivyo, mashabiki wa Simba walionekana kuwa na furaha kubwa baada ya miaka 4 mfululizo kukosa taji kubwa la ndani. Wengi walivaa jezi nyekundu, waliinua bendera za klabu hiyo na kuwashangilia mastaa wao waliokuwa wakipunga mikono. Msafara huo uliondoka Julius Nyerere International Airport ukiwa chini ya ulinzi wa vyombo vya usalama, ukipita barabara ya Nyerere kuelekea Tazara, kisha kuifuata barabara ya Nelson Mandela hadi Buguruni na kukatiza barabara ya Uhuru, huku mamia ya wananchi wakiendelea kujiunga njiani kuisindikiza timu hiyo kuelekea katikati ya jiji. Nikiendelea na hii habari ya Simba, dakika 40 tu zilitosha kubadilisha hali ya hewa pale Jangwani jijini Dar es Salaam baada ya Simba kufanya paredi la kusherehekea ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB, ambapo msafara wao ulipita katika eneo hilo huku mashabiki wakijazana kwa wingi kushuhudia mabingwa hao. Msafara huo uliwasili Jangwani majira ya saa 8 na dakika 40 mchana ukiwa umeambatana na maelfu ya mashabiki waliokuwa wamefurika barabarani wakisubiri kuipokea timu baada ya ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Azam kwenye fainali iliyochezwa kisiwani Pemba. Shughuli zilianza kwa mabasi mawili mapya aina ya Iriza kupita kwa mwendo wa taratibu, ambapo mashabiki walizunguka msafara huo huku wakishangilia na kuimba pamoja na kurusha vijembe kwa wapinzani wao wa jadi waliokuwa ofisi zao katika eneo hilo. Baadhi ya mashabiki walionekana wakifuta vioo vya mabasi hayo mapya kama ishara ya furaha na mapenzi kwa klabu yao, huku wakati huo huo wakiligeukia gari la Yanga aina ya Yutong lililokuwa limeegeshwa pembeni eneo hilo na kulishusha thamani kwa vijembe. Baada ya kupita kwa mabasi hayo, gari dogo la kifahari lililobeba viongozi wa klabu akiwemo msemaji Ahmed Ali pamoja na nahodha Shomari Kapombe liliwasili katika eneo hilo likiwa limefungwa juu. Kapombe alionekana akishikilia kombe la CRDB na kulinyanyua juu mara 40 kuonesha ushindi huo kwa mashabiki, huku Ahmed Ali naye alionyesha kombe la Muungano ambalo Simba ilitoa Aprili 2026 baada ya kuifunga Yanga. Katika kile kilichoonekana kuongeza joto la tukio hilo, wawili hao walitumia muda wao kusimama dakika 13 mbele ya jengo la Yanga ambapo walinyanyua makombe yao huku mashabiki wakishangilia kwa nguvu na kuendelea kuimba nyimbo za klabu yao. Baadaye Ahmed alichukua kipaza sauti na kuendelea kuwasalimia mashabiki huku akiwatupia maneno ya utani wapinzani wao, hali iliyozidi kuongeza shamra katika eneo hilo lililokuwa limefurika.
Matukio hayo yaliambatana na moshi wa rangi ya bluu uliotanda angani ukizidi kupamba mandhari ya sherehe hizo kabla ya saa 9 kamili alasiri, msafara kuendelea kuelekea Msimbazi na baadaye kukamilisha kilele chake katika fukwe za Koko. Licha ya msongamano mkubwa, muda mfupi wa kusimama Jangwani iligeuka kuwa kitovu cha shamra ikiwa ni sehemu ya kile ambacho mashabiki walikiona kama siku ya kihistoria ya kurejesha fahari ya Simba baada ya kutoa ubingwa huo iliyoukosa kwa miaka 4 mfululizo. Hali ya sintofahamu imeibuka kwenye uchaguzi wa kamati ya Olimpiki Tanzania TOC baada ya mwenyekiti wa uchaguzi kutangaza matokeo yaliyogomewa na wajumbe. Awali, mchuano mkali kwenye nafasi ya urais ulikuwa kwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Njombe, na Henry Tandau aliyekuwa makamu mwenyekiti wa TOC. Hata hivyo, sintofahamu hiyo ilitokea baada ya Leonard Tadeo kutangazwa ndiye mshindi, huku zogo likisikika ndani ya chumba cha uchaguzi. Wakati wa kutangaza matokeo, mwenyekiti wa kamisheni ya uchaguzi huo Ibrahimu Mkwawa aliwafukuza waandishi wa habari na kueleza kwamba mkutano huo ni wa wajumbe wa TOC, huku polisi 6, wawili wakiwa na silaha za moto, wakiimarisha ulinzi. Waandishi wakiwa nje, Mkwawa na makamu wake Maharage Mchungahela walitoka kwenye chumba cha mkutano na kuondoka kabla ya wajumbe kuanza kupiga kelele wakidai kilichotangazwa si kile ambacho wao wamekichagua. Waliokuwa mawakala wa wagombea walidai Tadeo alipata kura 1, Tandau kura 7 na Mtaka kura 29, lakini wakati wa kutangaza imekuwa kinyume. Mkwawa alipoulizwa kuhusu matokeo hayo alisema kuna simu ya muhimu anazungumza nayo na kutokomea kusikojulikana. Huku ulinzi wa polisi wenye silaha za moto ukiwa umeimarishwa, baadhi ya viongozi wa TOC wanaomaliza muda wao nao waliondoka, huku rais wa TOC anayemaliza muda wake Gulam Rashid akishangaa kilichotokea. Na Real Madrid inaandaa ofa kubwa ya thamani ya euro milioni 220 kumsajili mshambuliaji wa Bayern Munich na Ufaransa Michael Olise. Tottenham inafikiria kumsajili mshambuliaji wa AC Milan na Ureno Rafael Leao ambaye yupo tayari kuhamia London. Hatma ya Bradley Barcola katika klabu ya Paris Saint-Germain bado haijulikani, huku Arsenal na Liverpool zikiwa katika nafasi nzuri ya kumsajili mshambuliaji huyo wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 23. Newcastle imemlenga kiungo wa Stuttgart na Ujerumani Angelo Stiller mwenye umri wa miaka 25 kama chaguo bora la kuimarisha safu yao ya kiungo. Manchester United inamfuatilia kwa karibu kipa wa San Lorenzo na Paraguay Orlando Gil mwenye umri wa miaka 26. Mshambuliaji wa Liverpool na Uholanzi Cody Gakpo mwenye umri wa miaka 27 na winga wa Manchester City na Brazil Savinho mwenye umri wa miaka 22 wamo kwenye orodha ya wachezaji wanaolengwa na Tottenham katika dirisha la usajili la majira ya joto. Kiungo wa kati wa Trabzonspor na Ivory Coast Chris Inao Oulai mwenye umri wa miaka 20 ananyatiwa na klabu za Juventus, Fiorentina, Brentford, Brighton na RB Leipzig. Beki wa Tottenham Radu Dragusin anatarajiwa kujiunga na Fiorentina kwa mkopo wa awali, huku kukiwa na shauri la kumnunua mchezaji huyo raia wa Romania kwa ada inayoweza kufikia pauni milioni 21.4, vigezo fulani vikitimizwa. Ndio, na hizi ni habari ambazo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.